Katika miaka ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, Tanzania imeshuhudia mabadiliko kadhaa ndani ya safu za juu za uongozi wa serikali pamoja na Chama cha Mapinduzi. Miongoni mwa matukio yaliyovutia zaidi macho ya umma ni kuondoka kwa viongozi watatu waliokuwa na nafasi na ushawishi mkubwa katika siasa za Tanzania: Dr. Emmanuel Nchimbi, Dr. Philip Mpango pamoja na Humphrey Polepole. Ingawa mazingira ya kuondoka kwa kila mmoja ni tofauti, lakini matukio haya yameendelea kuzua mjadala kuhusu mabadiliko ya uongozi, mustakabali wa CCM pamoja na mwelekeo wa siasa za Tanzania. Dr. Nchimbi, makamu wa rais anayeondoka katika kipindi kifupi. Tukio jipya na lenye uzito mkubwa ni la Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye ametangaza kujiuzulu nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na kustaafu siasa na utumishi wa umma. Nchimbi alichukua nafasi hiyo baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 akiwa mgombea mwenza wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa taarifa yake, Nchimbi amesema amewasilisha barua yake ya kujiuzulu kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na kwamba ataondoka rasmi katika nafasi hiyo ifikapo Septemba 4, 2026. Nchimbi ameondoka kabla ya kumaliza mwaka mmoja tangu alipokuwa makamu wa rais. Katika taarifa yake, Nchimbi amesema alifikia uamuzi huo baada ya kutafakari na kuona kwamba Rais Samia anataka mabadiliko. Amesema alitoa ahadi wakati wa kuingia katika nafasi hiyo kwamba angemsaidia rais kwa uaminifu na kwamba kama rais angeona kuna haja ya kuwa na makamu wa rais mwingine angeheshimu uamuzi huo. Kwa hiyo amesema anaondoka kwa kutimiza ahadi hiyo. Kauli hiyo imeacha maswali kadhaa katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania. Mabadiliko gani ambayo Nchimbi alikuwa akiyazungumza? Je, ilikuwa ni safu ya uongozi, sera au mwelekeo wa serikali? Majibu ya maswali haya yanaweza kuwa sehemu ya mjadala mkubwa wa kisiasa unaoendelea nchini Tanzania. Philip Isdor Mpango ni makamu wa rais ambaye pia alikuwepo katika kipindi cha serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kabla ya Nchimbi kulikuwa na Dr. Philip Isdor Mpango aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania. Mpango aliteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuwa makamu wa rais mwaka 2021 baada ya Samia mwenyewe kuchukua urais kufuatia kifo cha Rais Daktari John Joseph Pombe Magufuli. Kwa miaka kadhaa, Mpango alikuwa mmoja wa watu muhimu katika serikali ya Samia, akishiriki katika masuala mbalimbali ya kitaifa pamoja na kimataifa. Lakini Januari 2025, Rais Samia alitangaza kwamba Mpango alikuwa ameomba kupumzika kutoka katika nafasi hiyo. Sababu zilizotajwa hadharani zilihusisha masuala binafsi pamoja na afya yake. Mpango aliendelea na majukumu yake kwa kipindi kilichofuata, lakini baadaye alitangaza kustaafu utumishi wa umma. Katika kueleza uamuzi wake, Mpango alisema alikuwa amefikia hatua ya kutaka kupumzika baada ya miaka mingi ya utumishi wake. Pia alizungumzia ndoto yake ya kurejea katika shughuli za kilimo na kuendeleza urithi wa baba yake katika eneo hilo. Kuondoka kwa Mpango kulikuwa na maana nyingine ya kisiasa kwa sababu alikuwa makamu wa rais wakati Tanzania ikiingia katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kuondoka kwake kulihitaji Rais Samia kupata mgombea mwenza mpya, na hapo ndipo jina la Emmanuel Nchimbi lilipoingia katika nafasi hiyo. Kwa maana hiyo, kuna uhusiano wa moja kwa moja katika historia ya viongozi hao wawili. Mpango aliondoka na Nchimbi akaingia. Miaka michache baadaye, Nchimbi naye ameondoka sasa, lakini pia yupo Humphrey Polepole. Ubaruzi, kujiuzulu pamoja na kwa sehemu ya ukosoaji katika kipindi cha serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kisha kuna Humphrey Polepole, mwanasiasa na mwanadiplomasia ambaye kuondoka kwake kulikuwa na sura tofauti. Polepole alikuwa mmoja wa makada waliokuwa na ushawishi katika CCM na aliwahi kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa chama hicho. Baadaye aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, lakini mwaka 2025 Polepole alitangaza kujiuzulu nafasi yake ya ubalozi. Katika maelezo yake alieleza kwamba hakuweza kuendelea kwa sehemu ya uongozi ambao kwa mtazamo wake haukuwa ukifuata ipasavyo misingi ya katiba, haki, maadili pamoja na uwajibikaji. Hapo ndipo kuondoka kwa Humphrey Polepole kulipoanza kwa tofauti na kwa Mpango. Mpango aliondoka akielekea kwenye kustaafu na maisha nje ya siasa za serikali. Polepole kwa upande mwingine, baada ya kujiuzulu, alianza kutoa kauli za ukosoaji kuhusu mwenendo wa serikali na CCM kwa ujumla. Baadaye taarifa za kutoweka kwake zilisababisha polisi Tanzania kuanza uchunguzi kuhusu madai ya kutekwa. Polisi walieleza kuwa walikuwa wakichunguza mazingira ya kutoweka kwake.